Swala lilopo sasa hivi nchini kwetu ambalo ndio mnaita lililobamba, si ndio? Ambao ni hot issue, ni issue ya budget ambayo imesomwa bungeni siku 3 au 5 zimepita sasa. Na waziri wetu wa fedha Dr. Mpango. Maoni yametoka mengi sana. Watu wa kada mbalimbali. Wale tunaona ndio wenye upeo mpana, wasomi, wakati, vijana, wazee, kwa watoto wa katikati. Na baadhi ya wale ambao wanaishi vijijini. Kila mtu amechambua lake. Lakini message kubwa iliyopo kwenye ile budget imepambwa sana, yani ni very cosmetic. Imepambwa malipstiki, mawanja, mavitu gani ili imvutie mtu. Lakini at the end of the day haina jambo lolote jema kwa wananchi wa kawaida. Kwa sababu mwisho wamevuruga pale waliposema kwamba kodi hizi zilizokuwa huku juu watu watalipia kwenye mafuta. Na mafuta ndio driving force ya uchumi wetu. Watu hawezi kutoa mazao vijijini bila kutumia mafuta. Watu hawezi kulima kule na hivyo vitrekta wale wenye kuwa na trekta bila mafuta. Kwa hiyo wale walikuwa kilima kwa eka huko mashambani, nafikiri eka siku hizi ni 40-50, kitu kama hicho. Muda mrefu sijafuatilia sana huko baada ya uchaguzi. Eka ya kulima sasa itapanda kwa wale wanafanya biashara ya kodisha wenzao matrekta. Na wako ni viongozi wengine wengi tu. Hapa Gairo hapa mzee Mwinyi alikuwa na matrekta yake pale. Haiwezi kukodisha kwa bei ile baada ya effect ya hii. Bei ya kulima itapanda. Bei ya mbolea ambayo serikali siku zote tunaambia i-subsidize au kwa Kiswahili tunaita iongeze mkono wake, iwape wananchi mbolea. Mbolea wale watu sasa hivi watalalamika zaidi kwamba mbolea imepanda. Na uwezo kuiziwezi pande. Kwa sababu mpaka ikufikie huko imepanda gari la mtu. Huyu mtu hatoi sadaka. Huyu mtu hakuanzisha msaada wa kupakilia watu mbolea. Anafanya biashara, amekopa na yeye gari ya Stanbic au Standard Chartered au CRDB. Anataka na yeye apate kutoka na ile pesa aliyokopa ya watu. Akisha apate faida kidogo na yeye aendeshe familia yake. Haya mambo ya kuambiana uzalendo nini? Hakuna uzalendo wa mtu atumike tu bila kupewa mahitaji yake ya msingi. Hiyo itakuwa sio dhana sahihi. Hawa watu wakubwa sisi ambao ndio viongozi wenyewe tungewapa zile ofisi bila kuwapatia mahitaji yao ya msingi, wasingependa kugombania vile wanavyogombania. Watu wasingehamishwa kutoka kwenye vyama vyao wakaona sasa ndio nimepata. Watu wote tuna njaa, watu wana njaa. Kwa hiyo maoni yametoka ya watu wa aina tofauti. Wako wale wanaosakatonge ambao kazi yao wao ni kuremba, kuunga mkono kila kinachosemwa. Na yeye pengine siku moja ataambiwa na wewe njoo huku hii timu ndio inakufaa. Kwa sababu ni mtu mzuri wa kujua kuremba. Wengine ni maprofesa walimu wanaheshimika. Na hao ndio wanakwenda kuwapa watoto wetu mawazo wanaweka kwenye yale mabetri yao ambao ndio vichwa. Na unakuta watoto wetu wanalalamika hao kama huyu ametoka shule lakini hana lolote anaweza kufanya. Sasa wewe unaona kama mfundishaji ndio huyu betri lake itapata chaji vipi? Huyu anategemea fikra zipate kutoka kwa huyu. Si ndio? Huyu ndio hivyo alivyo. Mawazo yake ndio yanamtedemeshia huyu. Kitachopatikana lazima kitakuwa na chenyewe ni weak. Kwa hiyo mimi nadhani mawazo yametolewa. Wako watu wamesifia. Sema serikali imefanya vizuri sana. Madam sasa kodi ya road license imeondolewa na hasa yale magari ambayo yalikuwa yamekaa zake ndani yafanyi kazi. Unaona mtozaje mtu kodi yuko jela? Ulishaona hiyo theory kweli? Mtu yuko jela, hajulikani atatoka lini. Huyu mtu gari libovu hili. Hana uwezo wa kulifufua, baba yake amekufa jana au limemshinda na yeye. Sio? Kazi alishafukuzwa. Wewe unamwambia tu alipe. Sasa alipe vipi? Kuna watu wana magari sasa hivi anadaiwa millions of money. Anawaambia watu kama ilikuwa tumetoa, hujatoa kitu, umetoa hewa. Haikuwepo hiyo kodi, ilikuwa haina maana yoyote. Ilikuwa ni kodi ya kufikirika. Sawa?
Kama vile watu wetu ambao tumeweka kwenye status hiyo, mimi nafikiri safari nitavuna sana. Ndicho anachofikiria atavuna, atapata kweli? Ni expectations hypothetic. Unafikiri kwamba labda nitapata. Ukienda unakuta mpata gunia 4. Na watu hawezi kufanya hesabu kwa hypothetic tu, wanataka actual. Kwa hiyo ambayo baadhi ya wengi, hasa hawa wenzetu tunawasema ndio wenye krimu ya juu na ambao wanasakatonge, wamekuwa wakiipigia debe sana. Na siku hizi unajua, kwa mfano Mheshimiwa Rais ametengeneza mtindo wake, anaweza akachomoa popote mtu, kwa sababu katiba ya nchi hii ambayo ndio yetu, Mwalimu Nyerere aliacha anaisemea, na mimi nimekuwa nikishaisema, hii katiba hii, mtu akitaka kuwa dikteta atakuwa dikteta kweli kweli, haina limitation. Unajua nchi hii rais yuko juu ya katiba, president. Kwa hii katiba hii rais anaweza kufanya lolote, he is above this constitution himself, si ndio? Sasa ndio maana tukaenda bungeni tufanye katiba ambayo itaendana na dunia tulionayo ya sasa. Rais ana absolute power based on this constitution. Kodi wameitoa kwenye magari, wameileta kwenye mafuta, itawaathiri watu wote, kwa sababu hakuna mtu atataka kutoka hapa kwenda Temeke kwa mguu. Kila mtu anataka apate mwendo kasi ambao Temeke bahati mbaya hujafika, atapanda daladala. Kwa hiyo kwa vovote tu, it's so automatic, bei ya mafuta ya daladala itapanda definitely. Wanaweza tu wakaingilia kwa sababu wao wanatumia mekanizmu ya utemi. Sisi basi msizidishe hapa. Haisaidii. Ni kwamba una impose tu, ndio unampangia matumizi, lakini wao wanaendesha magari yale mafuta atakayoweka wao hayalipiwi. Wanaendesha free. Magari yao wanaendesha hawalipi kodi. Siji tumeelewana. Kwa hiyo nafuu gani anapata mwananchi huko chini? Tangu lini wewe umesikia katika sasa hivi wananchi wanalalamika? Ukitoka hapo nje kila mtu analalamika njaa. Kiongozi gani aliyoko kwenye central government ambaye anasema kweli kuna njaa? Nani? It doesn't affect you. Yeye anapata allowance nyingi. Mshahara ule ni, by the way, Rais Magufuli hapa alipokuja akasema hii allowance zipo mpaka leo. Zipo tu, mtasikudanganye kwamba makamu Mama Samia, mama yetu yule, anasafiri tu kwenda mpaka Butiama, anarudi tu apate allowance, anapata. Huwezi leo kutuambia kwamba sasa hivi Rais Magufuli anunulie tena makoti mapya kila siku. Ananunuliwa. Yeye haya masuti hata ikiwa shilingi milioni 10 suti moja, milioni 50, he will do the same, atapata. Kwa hiyo hii kodi waliondoa kule ambayo ilikuwa ni kodi kero, sawa, ni kodi mbaya, oppressive taxation, ni kodi dhalimu, kodi za ukandamizaji, na watu hawana pa kusemea. Hata wakisema wasikilizi, nobody care. Kodi ambazo wewe mwenyewe umeona kijana, barabarani ilikuwa traffic wamegeuza watoza ushuru, si ndio? Traffic ndio wamekuwa watoza ushuru. Polisi wamekuwa watoza ushuru. Hata inapotokea tukio Ubunge nini, hawezi kuwa kule polisi. Hapa kituoni sasa ni kama unatafuta aliyebaki ni nani. Na matukio yametokea abruptly 3 4, watajigawa vipi? Kwa hiyo umekuwa ukisikia kila siku polisi wamechelewa kufika kwenye tukio. Labda sasa watapungua kwa barabarani. Watakaa kwenye strategic area kwamba hapa tumekaa ni Kimara. Kitokea tatizo lolote hata hapa Ubungo tutawahi. Tukiambiwa turudi kule Kimara sehemu ile tutawahi. Sio? Kwa sababu polisi si wengi kama mnavyofikiri. Kwa hiyo kodi, kijana mwandishi, wewe ni msomi kuliko sisi wazee sasa, si ndio? Uone sasa kama utapumua barabarani kupambana na wenzio mapolisi. Hii kodi waliondoa, hakuna walichoondoa, wameondoa hewa, wamewekeza mzigo. Yaani ile kodi ambayo ilikuwa haipo, haina maana yoyote, wao wamegeuza imekuwa ni burden. Wamewavika wananchi mzigo, ambao mzigo umekwenda mpaka kwa mtoto mchanga wa leo. Atatakiwa apakiwe kwenye taxi, mama yake hawaiwe kwenda kuzalishwa hospitali, si ndio? Huyu mwenye taxi atapunguziwa bei ya mafuta.
Mtu ambaye hana habari ya mafuta ni yeye huyo aliyopandisha, anakwenda kukinga gari linajazwa mafuta, halipi. This is the fact. Huyu mzazi anamlipia mwanae ili waende akamtoe huko. Tunamtaka huyu mtoto aje na yeye kuingia kwenye hii nchi yetu, tuongeze idadi ya watu wetu, wengine tutaondoka, tunaachiana. Kwa hiyo kodi, kijana, tusitumie muda mwingi. Wala mimi sitaki kupaka rangi, sijui poda, sijui lipstick, hapana. Hii kodi ambao walikuwa wanasema serikali ionekane imeondoa, ilikuwa ni kodi hewa. Sawa? Kodi ambao ni kodi kandamizi. Kwa hiyo tena ndio wameifanya iwe real, wameingiza kwenye mafuta ambayo kila mtu hakwepi mafuta. Nimeshaongea na ninarudia. Bei ya daladala itapanda. Bei ya taksi itapanda. Bei ya ndege ya kwenda Kilimanjaro na Kia na Bombardier itapanda. Sijui tumeelewana? Kwa hawa watu wa executive, yani serikali. Actually wao hawana biashara zaidi ya sisi. Mapato yao yanategemea wananchi. The more tuko wengi katika nchi hii, ndio serikali inakuwa na revenue. Hata ukienda kukopa World Bank lazima wajue population yako. Na watu eligible kufanya kazi ni wangapi. Hawa ndio kozi ya serikali kuwa na pesa. Serikali haina njia ya revenue zaidi ya kutoza watu wake kodi. Sasa ni sawa. Hawa watu wana uwezo gani mpaka unataka kuwanyang'anya kodi kiasi hicho? Ndio issue. Hakuna watu wanakataa kulipa kodi, lakini uwezo wa watu ndio unafanya serikali iweze kupata kodi ya maana. Hawa machinga hawana income ambayo inaeleweka. Si ndio? Na tena ni ile akili tu binadamu ya kuzaliwa. Mtu anaona sasa hapa kwa kuwa sina hela na watoto ninao na mchana ndio unakwisha, hapa kazi itakuwa moja, atatumia akili ya kuzaliwa. Na piga hoja hapa kwa mama Asumani jirani yangu au mama Elizabeth, babu unakuomba unipe unga kidogo nikoroge uji. Si ndio? Akipewa ule uji basi ndio anakoroga pale, angalau watoto wanywe uji walale. Si ndio? Sasa wa machinga hii style walioanzisha wewe kubeba vitu mikononi. Mikono yao ndio meza, ndio kalamu. Ya kutembea na vitu mkononi kwenda uza ni last resort. Sisemeje Kiswahili? Ndio mbinu ya mwisho. Kwamba hapa sasa jamani, mimi kukodi ofisi au kukodi duka wanaita frame, siwezi. Sasa mimi hapa mkono huu ndio utakuwa frame. Si ndio? Miguu hii ndio itakuwa sasa meza yangu. Na hichi kichwa kinageuzwa meza. Si unaona wengine wanabeba mpaka kichwani. Na migongo siku hizi kuna mifuko ya kubeba. Vitu vingine viko mgongoni. Serikali imeona hawa nao hii ni source of income. Sawa? Wanataka wale warasimishe ili wajue watawakamataje wapate kodi. Si ndio kilio cha siku zote, ndio wewe mjikusanye hapa mwe pamoja ili sisi tuwapeni huduma. Huduma yenyewe ukaenda pale Mchikichini, vyoo hakuna. Kuna vyoo pale? Hakuna chochote pale. Lakini wao yao ni kujua hawa akiwa hapa pamoja tutawa round up, tutachukua hela pale. Tutapata fedha ambayo sisi tutakuja huku kuendelea kufanya matumizi yetu ya siku zote. Wananchi hawakatai viongozi wetu ambao tumeweka kwenye ofisi zetu wapate huduma, lakini zile fedha zao na wao wanataka ziwarudie. Sio? Wafaidike na ile kodi yao. Mimi ningesikia kwamba wakulima kwa mfano ambao ndio tunajivunia, si ndio? Watapewa mbolea. Watapewa nini? Mbolea. Kwa mahesabu vizuri tu. Tunaelewana? Alafu watakatwa na wahimizwe kulimiwa. Sijui tumeelewana? Ningesikia waziri wa fedha anasema wakulima watatifuliwa ardhi. Tumeelewana hivyo? Watafanywaje? Watatayarishiwa mashamba. Ndivyo walivyofanya hata hao tunaoita wakoloni. Walikuwa wanatifua, wanatayarisha kabisa shamba. Huyu mtu anakabidhiwa hili shamba lako. Lisimamie majani ya madogo ndoa na mbolea walikuwa wanapewa, alafu mwisho wa siku wakipatikana mazao watakatana. Sasa kwa nini wewe hutaki kuriski na hela sio ya kwako? Wekeza hawa kwa huyu ng'ombe yale, akishaliona majani ya kila saa kila, maziwa yatakuwa mengi, utakamua. Tumeelewana? Kwa hiyo mimi nimeeleza hiyo. Kama wangefanya vitu hivyo obviously tunaviona.
kwamba wakulima sasa hawana tena headache ya kuuza wale kuku wao wawili, nyumba nzima wana kuku 4 tena wa kienyeji, ndio mali yao, inabidi wauze, na kilimo chenyewe cha kutegemea mvua. Of course sisi kwenye Chauma Shimrungo na watu wake tunasema sisi tutamwagilia maji, tutatumia helicopters, tutatumia ndege ziko za irrigation. Maji tutayatoa kutoka Lake Tanganyika, tutayaleta mpaka Tabora, tutatumia mto Lwiche. Tutachukua maji hapa Ruvu, tutayapeleka mpaka Dodoma. Tutatoa maji, tutatengeneza mifereji, si mifereji tu, kwani ile nini mzee? Ile ni mifereji tu. Nimeshasema sana haya. Kama sisi tunaweza kupitisha bomba hapa tukalipeleka Zambia, kwani si maji tu? Kwani kutoa maji Victoria kuyaleta pale Shinyanga kuna shida gani? Alafu kutengeneza zile stream ukaenda pale Port Said au Port Aswan pale, utaona wenzio wanaofaidika na mto Nile. Mungu ametupa mito sisi, ametupa mabonde mazuri, a fertile land. Nimekuwa nikisema, nafikiri juzi ndio nimesikia watu wengine wanaongelea kama haya ninayosema, na wewe utakuwa ulisikia, si ndio? Kwamba bwana hapana, sisi Mungu katujalia tutafanya umwagiliaji, tutaleta maji kutoka Victoria, tutaleta maji kutoka Victoria yatakwenda hadi Dodoma. Mimi nimewaambia sio tu maji ya Victoria, sawa, nitapeleka hata bahari hii, meli zitapiga nanga Dodoma. Si ni kuamua tu, na watu wengi watafaidika. Na nisikia kijana, hakuna kitu muhimu kwa maisha ya watu kama maji. Maji kwenye Qur'ani, mimi nimerithi dini kwa baba. Sisi ndio wale Waislamu ambao hatukutoa shahada. By virtue of my father was a Muslim, mimi automatic Islam. Si ndio? Ndio kwenye Qur'ani anasema idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan. Itapokuja rehema sasa ya Mungu, utaona watu wanajaa kwenye dini hii wengi tu. Si ndio? Watanzania wanahitaji uongozi ambao utawaondoa hapo walipo. Sio persecution, sio threat, sio terror. Watu hizi kazi zote, nikwambie wewe, unaona Kigamboni tumejenga daraja. Narudia hata, ukenda airport, Rais Kikwete alisimamia, tuna airport zinapanuka pale. Pale Tazara aliacha na contract, madaraja yanajengwa. Barabara mimi nimetembea nchi nzima, almost kuna lami. Sasa hatusemi ndio tumemaliza au ndio nchi tumeshamaliza. Lakini hao watu ndio wanafanya kazi. Ile ni jasho la Tanzania. Asio juhudi ya mtu mmoja tu kusema ndio kazi ya Rais Kikwete. No, it is our duty. Ni sisi wote wa Tanzania tumeshiriki kutenga nchi yetu. Hatusiwezi kuwakatisha watu wengine tamaa kama ni wewe tu, wewe ndio nani? Wewe unafanya nini? Hela sio zako wewe. Ofisi sio yako. Sawa? Hela zote ni mali ya wananchi. Ni jasho lao tangu asubuhi.